Dr. Paulina Nahato. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba sasa swali langu la 246 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuhakikisha wanafunzi wanapata fursa za kufanya mafunzo kwa vitendo, vyuo vikuu nchini vimekuwa na utaratibu wa kuanzisha ushirikiano na taasisi na mashirika ambayo yanatoa huduma zinazoshabihiana na fani zinazotolewa vyuoni. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi sasa taasisi 19 za elimu ya juu zimeanzisha kamati za ushauri za kitasnia, yani Industry Advisory Committee, kama mkakati wa kuongeza nafasi na kuimarisha mafunzo kwa vitendo, ambapo jumla ya mikataba 158 imesainiwa kati ya vyuo na taasisi binafsi pamoja na viwanda. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Dr. Paulina. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nampongeza Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri kuhusu swali langu. Mina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, wanafunzi wanapokwenda kufanya mafunzo kwa vitendo, muda unakuwa mfupi kutokana na kukosekana kwa fedha. Je, serikali imepangaje kuhakikisha kwamba muda wa mafunzo kwa vitendo katika taasisi zinapata fedha ya kutosha ili ule muda usipungue? Swali la pili, mara nyingi wanafunzi wanapopangwa katika mashirika au taasisi kufanya mafunzo kwa vitendo, wanapokuwa kwenye zile taasisi hawapangiwi zile sehemu ambazo ndizo fani zao, bali uwepo pale na kupangiwa mambo mengine ambayo hayalendani na fani zao. Je, serikali inatoa kauli gani katika swala hilo? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nikijibu maswali mawili ya nyongeza ya Daktari Nahato kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nikianza na jambo la kwanza, swala la muda, naomba nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge na bunge lako tukufu, taratibu hizi za kwenda kwenye mafunzo kwa vitendo kwenye vyuo vyetu vikuu, kila fani inapangiwa muda wake maalum. Kuna maeneo ambayo wanakwenda kwa mwezi mmoja, kuna maeneo ambayo wanakwenda kwa miezi miwili na wengine wanakwenda kwa miezi mitatu. Kwa hiyo swala la muda kuwa mfupi, tunaomba tulichukue, twende tukalifanyie tathmini ya kina jambo hili ili kuweza kuangalia kwenye mitaala yetu ile, muda ule uliotolewa kwa mujibu wa mitaala kama unatosheleza au la. Lakini kimsingi kila fani imepangiwa muda wake na tutakwenda kufanya kazi. Katika eneo la pili, kuhusiana na maeneo ambayo wanafunzi wanakwenda na labda wanapangiwa maeneo mengine tofauti, Mheshimiwa Spika, naomba tulichukue nalo jambo hili, twende tukalifanyie kazi. Ninachofahamu kwamba wanafunzi hao wanapokwenda maeneo haya ya mafunzo kwa vitendo, mara nyingi kunakuwa na supervisors ambao wanakwenda kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji, lakini vile vile kwenda kufanya upimaji wa kile ambacho wamekwenda kujifunza katika eneo hilo. Kwa hiyo tutashirikiana sasa na hawa supervisors, lakini vile vile na wakuu wa taasisi, ili kuhakikisha wanafunzi hao wanakwenda kwenye yale maeneo ambayo tunahitaji kwenda kuyafanyia kazi. Lakini sambamba na hiyo, nadhani daktari unafahamu, serikali ya awamu ya 6 tumefanya maboresho ya mitaala, lakini vile vile tumefanya maboresho ya sera yetu ambayo sasa tunakwenda kuanzisha ule mkondo wa amali kuanzia katika elimu ya kidato cha kwanza mpaka vyuo vikuu. Tunaamini kabisa katika elimu hii ya amali itakwenda kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakwenda kuwa hands on katika muda wote ambao kuanzia darasani mpaka kule maeneo ya viwanda wanapokwenda. Nakushukuru sana Mheshimiwa.